Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Tumsifu Yesu Kristo. Wangapi wana furaha jioni ya leo? Jamani, mimi binafsi kwanza ninabarikiwa sana na huduma ambazo watoto wetu wanatupatia katika sabato hii ya leo. Niwalike sasa tufumbe macho tuombe kwa ajili ya kipindi kilichopo mbele yetu kwa jioni hii. Na tuombe. Asante Mungu kwa kuwa umekuwa pamoja nasi na unazidi kuendelea kuwa pamoja nasi. Wakati tunapokuja kutafakari maandiko yako mtakatifu, tunaomba Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi. Tunaamini haya katika jina la Yesu. Amen. Bwana ni mwema na wakati wote. Watoto mzani 2025. Watoto mzani 2025. Haya ni zamu ya wazazi sasa. Watoto mzani 2025. Fanya zaidi ya kawaida. Asante, Mungu awabariki sana kwa kushiriki kufanya zaidi ya kawaida. Na imani ya kwamba wazazi nao pia wameshiriki kwa watoto wetu kuchangia namna ambavyo siku ya leo inaonekana hivi. Kwanza binafsi nimshukuru Mungu kwa kutupatia siku hii ambapo tangu asubuhi tumekuwa tukihudumiwa na watoto wetu. Tumekuwa na program mbalimbali ambazo zimeletwa na watoto na kuwasilishwa mbele yetu. Nataka turejee kidogo katika mwongozo wa huduma za watoto kanisa. Yote tuliyojifunza au yote tuliyosikiliza kutoka kwa watoto wetu kuanzia asubuhi mpaka muda huu ni sehemu tu ndogo ambayo inapatikana katika mwongozo wa huduma za watoto kanisani. Na leo nataka tupitie katika ile sura ya kwanza kabisa, yule ambaye ana mwongozo wa huduma za watoto. Inasema falsafa ya huduma za watoto. Falsafa ya huduma za watoto hutafuta kuendeleza imani ya watoto wenye umri kati ya kuzaliwa na miaka 14. Pamoja na shule ya Sabato ambayo inatoa elimu ya dini kwa watoto mara moja kwa juma. Huduma za watoto hutafuta kutoa huduma kadhaa ambazo zitawaongoza watoto kwa Yesu, kuwafanya kuwa wanafunzi katika kutembea naye kila siku. Hii inatuongoza na kutuonyesha kwamba huduma hii ya watoto kanisani inashirikiana sana na huduma ya shule ya Sabato. Na ndio maana unaona hata wale walimu ambao wamekuwa wakitajwa katika siku ya leo ni wale walimu ambao wanahusika na yale madarasa ya shule ya Sabato, yale ya 0 hadi 3, yale ya 4 hadi 7, 7 hadi 9, 10 hadi 12 na 13 hadi 14. Hao ndio walimu ambao wanahusika na wanaingia katika huduma hizi za watoto kanisani. Japo kuwa kunakuwa na mratibu wa huduma za watoto kanisa. Biblia imeweka wazi sana kwamba watoto ni wa pekee kwa Mungu. Kama utachunguza kile Biblia inachosema kuhusu watoto, utagundua sehemu kubwa ya taswira kadhaa. Katika hii pia nayo inazungumza kwamba ukichunguza katika Biblia hata Yesu mwenyewe aliwapenda watoto. Sasa kama Yesu aliwapenda watoto, na sisi ni jukumu letu sasa kuwaonyesha yale ambayo Mungu anataka tufanye kwa watoto wetu. Kuna mambo kama 5 hivi ambayo yanatuonyesha upendo wa watoto kwa Mungu. Kipengele cha kwanza kinasema hivi: watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Hii ni wazi kabisa kwamba ni zawadi ambayo tunapatiwa na Mungu na tunapaswa kuwatunza na kuwaonyesha kuwa wao ni zawadi ambayo imetolewa na Mungu kwetu ili tufaike na tufaidike kuwa na watoto. Mungu anawapa wazazi watoto kama ishara ya upendo na utimilifu binafsi. Mungu anawapa wazazi watoto kama ishara ya upendo wa utimilifu binafsi.
Katika hii inaonyesha kuwa Mungu anapokupatia mtoto ni upendo ambao yeye pekee anatupatia sisi. Sasa kama ni upendo, ni jukumu letu sasa kuwajibika, kuwaonyesha kuwa Mungu alitupatia hao watoto kama zawadi. Nimuombe mwalimu atusomee kitabu cha Kumbukumbu la Torati 7:13. Sura ya 7 nasema hivi. Kumbukumbu la Torati sura ya 7:13, neno Bwana nasema, naye atakupenda na kukubarikia, kuongeza tena atakubarikia uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, nafaka zako na divai yako na mafuta yako, maongeo ya ng'ombe zako na dogo wa kondoo zako katika nchi iliyokupatia baba zako kuwa atakupa. Ndio naona katika fungu hili inaonyesha sasa kwamba ni upi upendo ambao Mungu anatuonyesha kwetu. Na katika hili fungu la Kumbukumbu la Torati 7:13 inatuonyesha kwamba Mungu ameonyesha upendo wake kwetu. Na kama Mungu ameonyesha upendo wake kwetu, sisi wazazi tusisite kushirikiana pamoja na walimu ambao tunakuwa tumewapendekeza sisi, ili waweze kusimama na kushirikiana pamoja nasi katika malezi ya mtoto kwa upande wa kanisa. Ukweli ni kwamba kanisa linapaswa kushirikiana vyema na walimu wao, maana mtoto anapotoka kufundishwa na mwalimu majibu yake sahihi, ili aamini kuwa kile kitu ni cha kweli, ni kwa wazazi wake. Mara nyingi mtoto ukimfundisha kitu au ukimwambia Yesu anakupenda, ni kweli ataamini kuwa Yesu anampenda, lakini atakapofika nyumbani lazima atawasimulia wazazi wake na kuambia, baba, leo tulipokuwa kule tumefundishwa Yesu anatupenda. Hivi ni kweli? Endapo kama mzazi wake atasema hapana, na yule mtoto atabaki anaamini kuwa ni hapana, kwa sababu mtu wa mwisho kwenye maamuzi ya mtoto huwa ni mzazi wake. Kwa sisi wazazi tushiriki kudhibitisha huo upendo binafsi ambao Mungu alituonyesha na kutupatia hao watoto. Kipengele kingine kinasema kuwa watoto ni wa kutamaniwa. Kutoka katika uumbaji, Mungu ametuagiza kuzaa watoto. Ipo inapatikana Mwanzo 9:7 na Kumbukumbu la Torati 6:3. Kwamba kutoka katika uumbaji Mungu ametuagiza kuzaa watoto. Kweli katika Mwanzo Mungu ameagiza kwamba enendeni mkazae muongezeke, kweli. Sasa wanapoenda hasa kutimiza jukumu ambalo Mungu ametupatia kwamba enendeni mkazae muongezeke, ni jukumu lako unapozaa ili waongezeke, na kulea pia ni jukumu lako wewe mzazi. Wakati fulani kunakuwa na changamoto fulani kwa walimu, hususan katika kutekeleza sasa yale mahitaji ya watoto. Unajikuta walimu wanapitia changamoto, au wale wanaowasimamia wanapitia changamoto katika kutekeleza yale majukumu. Mfano labda upande wa ushonaji wa sare na majukumu mengine, unajikuta mzazi anasema 8,000 yote kwa watoto 10 ni shilingi ngapi? Ni 80,000. Sasa kama ni 80,000, ni wajibu wa mzazi kila mtoto apate haki yake stahiki, ili ahusike katika programu ambazo zinakuwa zimeandaliwa. Mara nyingi tumekuwa tukiona hapa kanisani kuna baadhi ya watoto wanahudumu, na kweli kuna watoto wengine wanahudumu na wengine hawajahudumu kabisa. Sio kwamba changamoto ni kwamba hawaelewi wala hawahudhurii. Kuna wakati fulani wanahudhuria, ila kutokana na hizi changamoto sasa za wazazi kutaka kushiriki kusaidiana na walimu ili kuendelea kuwajenga katika imani ambayo Mungu anataka tuwe. Watoto huleta furaha na mibaraka kwa watu wazima. Nadhani katika hili hata leo tumeshuhudia kwamba tumepata furaha kupitia kina nani? Wazazi tunasikilizana kwamba tumepata furaha kupitia watoto. Tumeona hapa mwalimu amekuja na mchezo wa faraha. Wamefurahi, cheka kwa pamoja. Pasipokuwa hawa watoto, wasingekuwa hawa watoto leo, nadhani hata huo mchezo kanisani tusingeliona. Zaidi tungejifunza unabii, kwamba unabii wa siku 60 ngapi hizo. Sasa tungeanza kujifunza hizo, tusingelicheka, maana kwenye unabii hakuna vinavyochekesha. Zaidi ni kutafakari. Kwa hiyo tushirikiane na walimu ili kuweza kuendeleza yale ambayo Mungu sasa anatuonyesha kufanya na
kuendelea kuendeleza imani za watoto wetu katika misingi ambayo Mungu ametupatia. Mungu anatoa faida nyingi kwa wazazi kupitia malezi ya watoto wao. Mungu anatoa faida nyingi. Mungu anatoa faida nyingi kwa wazazi kupitia malezi ya watoto wao. Mtoto anapokuwa na malezi bora, au mtoto anapokuwa na heshima mtaani, anapokuwa na utii, mzazi kuna namna ambavyo unafaidika. Asubuhi tulijifunza mtindo wa malezi, tukaona kwamba malezi malezi mazuri kanisani ni yale ya malezi ya mamlaka. Malezi ya mamlaka ndiyo hii sasa unapokuja kupata ile faida ya mzazi. Sasa unapata faida kupitia mtoto. Mtoto anapokuwa mtiifu au anapokuwa na uelewa mzuri, kuna wakati fulani walimu hata kule mashuleni wanawaita wazazi wa watoto, wengine wanapewa zawadi kupitia watoto wao. Mfano mtoto anakuwa wa kwanza kiwilaya, kimkoa, kuna wakati fulani mzazi unanufaika kupitia nani? Mtoto huyo. Au wakati fulani mtoto anaposoma sana, anapopata kuajiriwa, wewe mzazi unapata faida kupitia huyo mtoto ambaye ulimlea na kumtunza. Kuna wakati fulani mtoto atakuwa mchungaji. Utanufaika kupitia uchungaji wa huyo mtoto ambaye ulimwandaa vyema tangu akiwa mdogo. Na mwanzoni hapa mwalimu Israeli alipokuwa akichangia alisema tuwalee watoto katika njia ifanyeje? Iwapasayo. Sasa katika njia iwapasayo ni ipi? Ni hii sasa, kutekeleza wajibu na majukumu ambayo ni ya mzazi kwa watoto wetu na kuwaelekeza ni kipi wanapaswa kufanya. Kuna watoto wengine wanakuja kanisani kama desturi. Yaani sasa ni kwa sababu nyumbani baba ni msabato na mama ni msabato na ile familia ni ya kisabato. Sasa inamlazimu tu kwamba aende, asipoenda nyumbani atakipata cha moto. Tuwafundishe watoto kumpenda Mungu na sio kushika zile desturi ambazo amezaliwa akiona kwamba nyumbani ni lazima siku ya Jumamosi tunaenda kanisani. Tukae na watoto tuwaeleweshe kwamba sabato sio desturi, yani ile ya kukadiri kwamba sasa Jumamosi kila siku tunaenda kanisani. Kuna watoto wengine wanakuja ni kwa sababu tu ya wazazi wao, lakini yeye kama yeye ukimwacha ajisimamie hawezi kwenda kanisani. Kwa hiyo hii inatuonyesha sisi sasa katika hii falsafa ya huduma za watoto kwamba ni pale ambapo Mungu anapotoa faida hizi kwa wazazi kupitia malezi ya watoto wao. Hizi faida ambazo unazipata wewe, unapaswa uzitengeneze wewe mwenyewe mzazi kwa mtoto wako, umwandae ili aje kuwa mtoto bora na aje kuwa mzee wa kanisa wa miaka ya baadaye, kama walivyozungumza mwanzoni, kwaya za baadaye. Ndio hawa leo tunawaona wamekaa katika hivi viti vya waimbaji wa siku zote. Kipengele kingine kinasema watoto wanapaswa kufundishwa jinsi ya kuanzisha uhusiano na Mungu. Watoto wanapaswa kufundishwa jinsi ya kuanzisha uhusiano na Mungu, na sio desturi ya kwamba mimi nyumbani kwangu siishi na mtoto ambaye sio msabato. Kwa unapokuwa unamkadirisha mtoto kwamba mimi kwangu ni wa sabato na haumfundishi kati ya yeye na Mungu wake anapaswa awe na aina gani, hii ndio inapokuja kukua sasa anashindwa kujisimamia yeye mwenyewe. Anapokuwa ametoka mazingira ya nyumbani, hapo anaenda kutafuta maisha sehemu nyingine, anashindwa kuwa Mwadventista kwa sababu sisi wenyewe wazazi hatukuchangia kuwaelimisha na kuwaelewesha kwamba wewe unapaswa kuwa namna gani na Mungu wako, wewe unapaswa uishi vipi na kanisa ili Mungu atukuzwe katika maisha yako. Moja kati ya changamoto zetu kuu ni kuhamasisha imani zetu na uelewa wetu wa Mungu kwa watoto wetu. Kuna mafungu kutoka 12:6 na 37 na Kumbukumbu la Torati 6:1 hadi 7 na Mithali 22:6. Haya yote ni mafungu ambayo yanaelekeza kwamba watoto wanapaswa kufundishwa jinsi ya kuanzisha uhusiano na Mungu. Tusipowafundisha watoto kuanzisha uhusiano na Mungu wao, ndio hii inapokuja changamoto sasa wakati fulani ni ule sasa wa malika yale ya vijana, tunasema tunatafuta kiongozi wa watafuta njia. Baraza la uchaguzi mnaketi kuanzia asubuhi mnafikiria tumpe fulani. Huyo amna. Kwa sababu sisi wenyewe wazazi hatukuandaa kabla
kuja kuwa viongozi wa baadaye. Inatupa changamoto wakati fulani wazazi mnapokuwa mnatafuta mtu ambaye anaweza akashika ngazi fulani au wadhifa fulani kanisani. Tunakoswa namna ya kumweka pale, kwa sababu ni sisi wenyewe wazazi tunachangia sehemu ya watoto wetu kutokushika misingi ya imani ambayo Mungu anatuelekeza tuifanye na kuitekeleza. Kwa hiyo katika hili sasa, katika hili watoto wanapaswa kufundishwa jinsi ya kuanzisha uhusiano na Mungu. Hii sio tu kwamba ishie leo kusikiliza, tuende tukafanye mabadiliko. Mara nyingi tunakuta watu wanasema, inapaswa wazee wa kanisa, kuwepo na wazee wa kanisa vijana. Watapatikana vipi wazee wa kanisa vijana wakati hao vijana wenyewe ukiwaangalia hawana ule mwelekeo wa kwamba atasimama mbele awaambie watu Mathayo 5:8 nasemaje. Kwa hiyo sasa twende tuwaelimishe watoto, tukae nao kwenye haya marika. Ni rahisi sana kukuelewa kuliko ule umri ambapo anapokuwa amefikisha miaka 18 anaanza kuwa na akili ya utu uzima kujitegemea. Ni ngumu sana kumfundisha kwamba Mungu anataka uwe mtu wa namna hii, wakati mwanzo amekuwa akiona kabisa kwamba nyumbani ni hivi. Ile mitindo ya maisha ile watoto walikuwa wanatuelezea hapa, yale matusi yanasikika vinywani mwa wazazi. Wale watoto wana tabia ya kusikiliza. Wakati fulani mlikuwa mnazungumza, unaweza uone kwamba ni kawaida tu, yani kama vile hawaelewi, lakini baada ya ninyi kutoka wanaanza kufanyia kazi yale ambayo mnayaishi ninyi pale nyumbani. Watoto ni wa thamani sana kwa Mungu kiasi kwamba anatuamuru tuwalinde. Watoto ni wa thamani sana kwa Mungu. Yesu mwenyewe alisema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa mbingu ni wa nani? Wazazi, tuko pamoja? Fungu linasema waache watoto wadogo waje kwa nani? Kwa Yesu. Usipowaacha watoto wadogo hawa leo wakaenda kujifunza yale sasa ambayo Mungu anataka tufanye, tukawazuia wakabaki kule nyumbani, ni sawa, ni mtoto wako, lakini kwa baadaye sasa itakuja kufika wakati ambapo unamhitaji wewe asimame kutetea imani yako, wewe hautampata kwa sababu ulimwandaa tangu mwanzo kutokutii yale maagizo ambayo Mungu anataka usimame. Wazazi wanapaswa kuhakikisha usalama wa kiroho na kimwili wa watoto wao. Usalama wa kiroho na wa kimwili. Sio tu kuwafundisha kushika Sabato, kuwa na nidhamu katika ibada, kutulia wakiwa kanisani, lakini pia na upande wa kimwili tuwafundishe wanapaswa wavae nini, wale nini, wanywe nini, waishi vipi na jamii. Haya yote ni majukumu ya wazazi ambayo yanapaswa kutekelezwa na wazazi wetu. Mungu anafurahia asili na haiba ya watoto na anawaambia watu wazima wajifunze kutoka kwao. Mungu anafurahia asili na haiba. Mungu anafurahia asili na haiba ya watoto. Kwa nini Mungu anafurahia asili ya watoto na haiba yao? Kwamba kuna wakati fulani mtoto anaweza akapigwa na mzazi wake kwa kosa fulani, lakini kwa wakati huo akishamaliza pale, akinyamaza, anarudi kwa huyo mzazi kuendelea kuzungumza naye, na tena anazungumza naye vizuri kwa nia njema. Kwa sasa tunapaswa kujifunza kwa watoto ambao wao wanaishi kwamba wakikosana wanasuluhisha kwa wakati huo na kurudi kuendelea kuishi kama zamani. Tuache kuishi na zile ambazo zinatuondoa kukaa karibu na Mungu wetu. Maandiko yanatambulisha tabia kama uwazi, unyenyekevu, urahisi na imani kama viwango vinavyopatikana kwa watoto, na Mungu anathamini tabia hizi. Mungu anathamini tabia hizi za imani za watoto. Mtoto anaamini sana kitu ambacho unachomwambia, anakiamini ni kweli. Kwa sasa na sisi tunapaswa tukae tuamini kwamba Mungu ana uwezo wa kubadilisha hawa watoto wetu leo wakamtumikia Mungu kama ambavyo yeye anataka. Katika jioni hii ya leo, kuanzia asubuhi tumekuwa tukijifunza hasa, tumekuwa tukisema watoto mzani 2025 fanya zaidi ya kawaida. Kufanya zaidi ya kawaida ni kwa aina gani? Ni huku sasa kuanza
mianzo mipya pale ambapo wewe uliona kwamba kuna sehemu ulipungua, au kwenye malezi, mitindo ya malezi, kuna wakati fulani uliwapeleka watoto ambavyo Mungu hapaswi, au kuna wakati watoto uliwaacha wakajipeleka wao. Hii sasa ndipo wakati ambapo sasa utafanya zaidi ya kawaida ulivyozoea kuishi kama siku zote, ndipo utaenda kuanza maisha ambayo ni ya kufanya zaidi ya kawaida, kuwahimiza watoto kumpenda Mungu na kuwahimiza watoto kushiriki katika huduma zinazopatikana kanisani. Mungu awabariki kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Na wakati huu sasa ninapokwenda kuomba, nitamkaribisha Mwalimu Marco, atakuja na watoto ambao watatuletea taarifa ya tangu asubuhi, na baada tu ya taarifa kusomewa tutakuwa tumefikia mwisho wa siku hii ya watoto, ambapo Mwalimu Israeli atakuja kutufungia Sabato, na utaratibu mwingine tutaupata kutoka kwa viongozi wa kanisa, yani wazee wa kanisa. Kia hapa sasa niwaalike tusimame tuombe. Basi tuombe. Asante Mungu kwa kuwa umekuwa pamoja nasi, umetufundisha na umetuelekeza yale ambayo tunapaswa kufanya katika maisha yetu ya kiroho, lakini pia maisha yetu ya kimwili. Fungua akili zetu tunapoenda kuanza mianzo mipya katika malezi ya watoto wetu, na naomba Roho wako Mtakatifu akawe mwalimu katika maisha yetu. Zaidi ya yote katuandae vyema kwa ajili ya ufalme wako wa mbingu. Asante kwa kuwa endelea kuwa pamoja nasi, katika jina la Yesu. Amina.